Halo? Be, Ulikuwa unasemaje? nilikuwa nasemaje? Mm. Nilikuwa nasema mimi hapa mkataba wangu nilikuja mwezi wa pili mwaka juzi. Mm. Nilikuja mwaka juzi sana, mkataba wangu ni mwezi wa pili huko uliopita, mwezi wa pili ndio nilikuwa nimemaliza mkataba. Umemaliza mkataba mwezi wa pili? Na huu ni mwezi wa 6. Ulipomaliza mkataba vipi, ulituambia? Hapana, sikuambia. Okay. Bado uko kazini kwa bosi wako? Bado niko kazini. Umepiga simu, una shida gani? Nimepiga simu mimi hapa nimeshinda kwamba mimi dada namwambia nipe hela iliyobaki, sasa niende nyumbani hanipe. Hela gani iliyobaki? Namdai 350,000. 350,000 ni za miezi hii ya mpaka mwezi wa 6 au ni hela ambazo ziko ndani ya mkataba ule, kwamba kipindi cha mwaka mzima hela zako ulishapewa? Kwa hiyo ni hela zipi unamdai? Ni kipindi cha mwaka mzima. Sasa hii miezi iliyoongezeka humdai? Unamfanyia kazi bure? Hapana, namfanyia kazi, bado analipa hela, lakini kwenye mkataba ndo hela nilimkopesha kwenye mkataba wa mwaka kwenye mkataba ndo alijua dada yake, ndo nikawa nimemkopesha hela toka mwezi wa 8. Okay. Kwa hiyo unafahamu kwamba taratibu zetu haturuhusu wadada watoe hela zao au waweke hela kwa mabosi, yaani kwamba bosi akwambie na kuwekea mshahara. Unafahamu kwamba mkataba tulikataza kwamba kila mtu awe anapewa hela yake kila mwezi? Nafahamu. Kwa hiyo ikawaje sasa wewe ukaenda kumpa hela bosi wako? Na kila sikumpa itanitunzie mimi, kila mwezi ananipa hela, lakini aliuguza dada yake, alikuwa naumwa, ndo nikamkopesha. Aliniomba nimkopeshe, ndo nikamkopesha. Kwa hiyo sasa hivi kama ulimkopesha na mkataba wa ofisi yetu, kwanza kitu kikubwa hapo, kuna swala la mkataba ambalo mnatakiwa mkimaliza mkataba uje urenew mkataba. Kama anaendelea na wewe aendelee, kama haendelei na wewe unataka kazi, tunakupangia sehemu nyingine. Hilo mbona haujalifuata? Nisamehe dada kwa hilo, kwa sababu nilisahau. Ulisahau, ila wakati wa kudai pesa zako sasa hivi hakupi, ndio umetukumbuka. Hapana, mimi kwenye vikao nilikuwa nakuja, kwenye vikao vya wadada nilikuwa nakuja. Sasa iweje usahau jambo kama hilo? Yaani kwamba sisi kwetu sisi hapa unaona hatuna tena faida na wewe, si ndio? Yaani unawezaje kusahau watu ambao wamekupatia kazi, wamekupeleka hapo, tumekaa na wewe, tumekuelekeza, tumekufundisha, na unakuja kwenye vikao vyetu? Unawezaje kusahau jambo kama hilo ambalo kila siku tunalisisitiza? Ina maana wewe unajaribu kuonyesha huna shukrani au ni kitu gani? Hapana, nisamehe kwa hilo, lakini mimi kwa nanili yangu mimi nilivyomaliza mwaka ndo nikasema naomba sasa hela niende, kwa sababu nilikuwa nataka nije kutoa shukrani, pia niwekeze na mkataba kwa muda ambao nimekaa wote, nije ile mkataba. Nakumbuka kama mwambia kwa tukimaliza mkataba wote ndo tutakuja tena, kama mtu anataka kazi naomba tena na ruhusa ya kazi, kama napo hataki ndo anarudisha mkataba, narudi kwao. Sasa wewe kwa nini hujafanya hivyo na hayo yote unayajua? Sijafanya hivyo kwa sababu nilimwambia mwaka ulipopita, nikamwambia nataka kwenda, ndo akasema hana hela. Mimi naye tu yani nimekosea, sikuwapigia hata simu kuambia. Nilikuwa napigia. Ngoja kwanza twende taratibu. Unajua kwa nini hujatupigia simu? Kwa sababu wewe sio haki yako hiyo. Unajua wewe kurudi hapa ni haki yetu sisi. Yaani bosi wako kuendelea kukaa na wewe wakati mkataba umeisha ni unatudhulumu sisi, kwa sababu sisi ndio mfumo tuliouweka. Wewe ukaamua kuja kwetu ukasema nataka nifanye kazi na nyinyi. Kwa hiyo ulitakiwa ufanye ile iliyo haki yetu. Ndio ile hata kwenye Biblia Mungu anasema ya Kaisari mpe Kaisari na ya Mungu mpe Mungu. Wewe umekuja hapa kwetu tukakubaliana kimkataba bila kukushikia bunduki, bila kukulazimisha kwamba unaenda kazini, mkataba wako ni wa mwaka, ukiisha mwaka inabidi urudi hapa. Kama unaendelea na kazi tutakupangia sehemu nyingine. Kama bosi wako anataka kuendelea atarenew mkataba. Lakini wewe umetudhulumu iliyo haki yetu.
Unaona sasa kilichotokea, na wewe umedhulumiwa. Umeona mambo yanavyokwenda. Hapana, mimi sijadhulumu kwa sababu Hujadhulumu, umedhulumu. Hiyo umedhulumu. Umesikia dada? Naomba wewe ni dini gani? Imani gani? Mkristo. Umedhulumu. Nimekupa na kifungu cha Biblia kabisa. Umesikia? Wewe unatakiwa pia umtendee mwenzako kama wewe ulivyo ambavyo ungependa kutendewa. Hicho ni kifungu kingine. Na umpatie Kaisari ya kwake yaliyo ya Kaisari. Sisi hapa tunaposema hivyo, maana yake huu mradi ili tuweze kuendelea kuwasaidia wasichana wengine, lazima hao mabosi walipie. Mnavyoendelea kukaa nao bila wao kuja kurenew mkataba, mnatudhulumu sisi, kwa sababu bosi wako alitakiwa kurenew mkataba, alipe gharama nyingine upya za mwaka mzima. Huo ndio mfumo wetu. Kama yeye alikuja kuchukua dada kwetu, huo maana yake alikubali kufuata mfumo wetu, lakini wewe umemsababisha bosi wako hajataka kuja kwa ajili ya kuendelea na mkataba. Lakini hata wewe kwa miezi hii uliokaa ungekuja kwetu, tungekupeleka kwa bosi mwingine, tungepata hela ili umradi uendelee. Sisi tunafanya kazi kwa mfumo ambao tunaamini Mungu ametupa akili za kutumia, tutengeneze mfumo ambao utatupatia pesa za kuendelea, kwa sababu bila sisi kuwepo, wewe ungepata kazi kupitia sisi? Sasa unajua ili sisi tuwepo hapa ni gharama gani tumetumia, na hizo pesa unajua zilitoka wapi? Kwa hiyo mpaka hapo kubali umetudhulumu. Na hicho ndicho ninachowaambiaga watu wote ambao wanakuja kwenye mfumo wetu alafu wanakwenda kinyume wakijifanya wao ni wajanja. Hata kama usingezulumiwa na bosi wako, sawa, kwa sababu hapo ameanza kukusumbua mpaka umerudi kutupigia simu. Kama ingekuwa hakuna changamoto yoyote usingetupigia. Lakini hapa ni Mungu anajaribu tu kukuonyesha kwamba ulichokifanya sio cha haki. Lazima tuanzie hapo. Ulichokifanya sio cha haki, na nasema hivi kwa ajili pia ya wale wengine wote ambao wanafanya tabia kama hizi. Sio kwa wadada tu, hata hao mabosi. Unajua bosi wako kwa nini amepata hizo changamoto? Huwezi kujua roho yake ikoje. Kwa nini akutane na hizo shida? Toka umeenda kwake si alikuwa anakulipa kila mwezi? Alikuwa ananilipa. Sasa yeye kwa kukimbia kulipa ile gharama ambayo alitakiwa kulipa ofisini kwetu, yani kuna namna tu hizo pesa ambazo alitakiwa atulipe zitaondoka mfukoni kwake. Unajua zinaondokaje? Ndugu yake ataumwa, atatakiwa amuuguze, yeye mwenyewe anaweza kuumwa, yeye mwenyewe anaweza kupoteza kitu. Yani kuna namna kwenye kanuni za ufalme wa Mungu huwezi kukimbia. Ukichukua dhuluma ya mtu lazima utailipa mara dufu. Umenielewa dada? Sasa turudi kwenye mstari. Unatakiwa urudi ofisini kwa ajili ya kuja kurenew mkataba. Kama unaenda nyumbani kupumzika, utaenda na huyo bosi wako atatakiwa kulipa hizo hela. Lakini baada ya kujua kwamba wote mmefanya makosa, wote mlikuwa mnatudhulumu, wewe umetudhulumu na bosi wako katudhulumu. Lakini kwa kuwa tayari Mungu ameshawapa na nafikiri yani kitu ambacho kimewafanya wewe utukumbuke, na bosi wako lazima alipe hiyo hela. Yani ni lazima alipe hiyo hela. Japokuwa wengine ndio hivyo tunapelekana kwenye vyombo vya sheria. Uzuri ni kwamba sisi tunakuwa na mkataba, lakini unapokuwa ufuati ule mkataba, kwa mfano mkataba umeisha, umeelewa hatari ya kukaa kwa bosi bila mkataba. Mtu mwingine anaweza akakuruka anasema mimi na wewe sina mkataba, mkataba tuliokuwa nao si umeshaisha. Umeelewa? Ni kweli. Sasa nitumie namba za huyo bosi wako, inabidi niongee naye. Unataka kusema lakini nini? Nilikuwa nataka nisemeje? Lakini mimi kwenye mwaka nilikuwa naongea na marafiki zangu ambao tumekutana hapo. Sasa nilikuwa nawaambia tufike kwenye vikao, nilikuwa nawauliza kama wenyewe wanaanza mkataba tena. Kuna wengine ambao tulianza nao mkataba, wengine walisharudi nyumbani. Sasa unajua hiyo kurudi nyumbani ni akili ndogo, kwa sababu sisi tumewawekea hadi hizi semina ili kuwasaidia mnapomaliza hizi kazi za ndani muende kwenye biashara zingine, msirudi majumbani. Nyinyi mnafikiri kurudi nyumbani ni sifa. Sio sifa, unarudi kwenye umaskini. Umesikia? Hapana, mimi sirudi nyumbani kwamba naenda kukaa mimi. Alafu mnavyopeana ushauri nyinyi wenyewe kwa wenyewe ni wadada wa kazi. Saa nyingine ushauri hauwezi kuwa na msaada. Sikiliza watu waliokutangulia. Mimi ndio nilikuwa dada wa kazi. Nisikilize ninachokuongoza, kifanyie kazi ili ufanikiwe. Ndio. Haya, nitumie namba ya bosi wako niongee. Message hapa nimeisha, labda nikusomee.
Unisomee.